linatoa mwongozo kwamba wagombea ambao waliteuliwa na vyama vyao na kudhaminiwa na vyama vyao na wakafanikiwa kuchukua na kurejesha fomu zao za uteuzi kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi katika eneo husika katika kipindi kile kilichopangwa ambacho nimesema kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 4, sisi sote tunafahamu kipindi kile, na wamefanikiwa kurejesha hizo fomu. Maana kuchukua jambo moja na kurejesha fomu hizo. Kwa hiyo jambo la kwanza wamechukua fomu. Ndio maana nasema ofisi yetu ukiangalia inafanya kila juhudi, na naomba niwaambie wanahabari, kikubwa zaidi tuangalie nia njema ya serikali yetu. Wakati tunaenda katika mchakato huu wa uchaguzi, tukumbuke kwamba kama nchi yetu inafanya mambo makubwa mno. Haya mambo tunayofanya sasa hivi wenzetu wengine hawanayo. Naomba niwaambie ndugu zangu, swala la mfano miradi yetu hii mikubwa, wengine hawatamani hata umradi wa umeme wa megawati 2115. Kuna wengine hawatamani, wanataka mradi uharibike. Wengine ujenzi huu wa standard gauge ya kisasa kwa fedha za Watanzania, wengine hawatamani litokee hilo, wanatamani liharibike. Wengine maendeleo makubwa katika sekta ya afya, sekta ya miundombinu ya barabara, sekta ya maji, wengine wanatamani liharibike. Na wengine wanaona kwamba inawezekana katika nafasi ya uchaguzi, inawezekana mambo hayo yote yakaharibika katika muda mfupi. Ndio maana nimesema kama Watanzania tuna kila sababu kutafakari kwa kina katika maeneo haya. Na ndio maana nimesema kwamba wale wananchi wa kawaida wengi wao walikuwa na nia kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanashiriki katika uchaguzi. Ndio maana nimetoa kanuni hizo ambayo waziri anapewa dhamana kwa mujibu wa kanuni hizo kutoa muongozo wa aina yoyote katika mchakato huu wa uchaguzi kwa kadiri uchaguzi unavyoenda. Kutokana na hali hiyo, wale wote ambao walichukua fomu na kurejesha fomu zao, ninazungumza ile 97.3 walichukua hizo fomu zao na kurejesha, hao wote ofisi, japokuwa kuna wale tumeona kwamba 32% walipita, lakini tumeangalia kwa busara pana. Tusijiangalie sisi kama vyama vya siasa mbalimbali na tukatoa matamko tu tunajitoa na nini. Tuangalie watu ambao wana utashi kule chini wanataka kushiriki. Na ndio maana tulitoa ule muda wa mapingamizi kwa rufaa, kutoa chances zote. Tumetekeleza kwa mujibu wa kanuni kwa kadiri kila kipande kinavyohitaji. Hii ndio maana demokrasia, hatuwezi kufanya demokrasia kwa kuvunja utaratibu, kila kitu kiende kwa utaratibu. Na nimesema kwa mujibu wa kanuni hiyo, watu hao sasa ofisi yetu imepima. Wale waliochukua na kurejesha fomu, naomba niwaambie hapa hakuna mpira kuweka kwa pani. Hakuna kuruka fence. Hakuna kukimbia kwenye keji. Hakuna kukimbiana hapa, naomba niwaambie. Uchaguzi huu hakuna mpira kuweka nini? Kwa pani. Kama mtu alipanga kuweka kwa pani, basi hiyo kwa uchaguzi huu unaosimamiwa na TAMISEMI hakuna biashara ya mpira kuweka nini? Kwa pani. Na kama boxing sijui ile mieleka mtu umeweka katika keji unajifanya kukimbia, hakuna kukimbia hapa. Hapa hakuna kukimbiana. Nimesema hakuna mpira kuweka nini? Kwa pani. Hakuna kukimbia. Hapa mpaka kieleweke tarehe 24 mwezi wa ngapi? Wa 11. Wale wote waliochukua fomu na kurejesha, wote wataenda kushiriki katika uchaguzi huu wa serikali ya mitaa tarehe 24 mwezi wa 11. Isipokuwa wale ambao watakuwa na maeneo yafuatayo. Hawa ndio kama mtu ana sifa hizo, maana hata kama alichukua na kurejesha, basi wale wasimamizi wa uchaguzi wasaidizi hao watawadisqualify, hawezi kuingiza. Jambo la kwanza, kama singine reform aliyorudisha yeye sio Mtanzania, hatuna sababu ya kumuingiza.
hiyo ndio moja ya disqualification. Lakini hajajiandikisha, kwa sababu sifa ya kanuni yetu lazima ajiandikishe katika mtaa husika. Kama hajajiandikisha katika mtaa huo, hawezi kuongoza kiongozi katika mtaa huo. Kwa hiyo maana yake kama amechukua amerejesha, lakini hajajiandikisha katika mtaa husika, huyo maana yake hataweza kuingia katika kundi hilo. Ama singine kama amejiandikisha mara mbili, maana yake amevunja kanuni zetu za uchaguzi. Mtu kujiandikisha mara mbili ni kosa. Kama singine kilichomtoa ni kwamba amejiandikisha mara mbili, huyo sasa atakuwa amekosa fursa hiyo. Ama amejidhamini mwenyewe kwamba amechukua fomu, unapika mwenyewe, unakula mwenyewe, unamaliza mwenyewe, unaosha vyombo mwenyewe. Manake kwa mujibu wa kanuni, manake ameenda nje ya kanuni kabisa. Huyo aliyojichukua na kujidhamini mwenyewe, manake katika kundi hilo hatahusika katika kushiriki katika uchaguzi huo. Ama hajadhaminiwa na chama chake cha siasa. Manake tunataka kila mtu adhaminiwe na chama chake cha siasa. Kama hajadhaminiwa, manake amepeleka fomu na amerudisha, kwa vile hajadhaminiwa na chama cha siasa, bali huyu atakuwa hana sifa hiyo ya kushiriki katika uchaguzi. Wamerejesha fomu watu wawili, yani chama kimoja katika eneo moja na nafasi moja, chama kimoja kimerudisha watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo ina maana hao tuseme wamekuwa disqualified wote. Maana hao sasa by default watakuwa nini? Kwa sababu hakuwezekani katika chama kimoja kiwe na watu wawili wanagombea nafasi. Kwa hiyo wote sasa wawili watakuwa wametoka, hawawezi kushiriki. Lakini kama amejitoa, mnakumbuka kanuni yetu, kama amejitoa kwa kanuni ya uchaguzi wa serikali za mitaa, tangazo la serikali namba 1371 la mwaka 2019 kama kanuni ya 19 inavyosema, ama tangazo la serikali 372 la mwaka 2019 kanuni ya 20, ama tangazo la serikali 373 la mwaka 2019 kanuni ya 20 pia, ama kama tangazo la serikali namba 374 la mwaka 2019 kanuni ya 20. Zile mtu kama mtu mwingine yeye ameteuliwa na kila kitu, lakini baadaye nini? Ameamua kufaje? Kujitoa. Kama mwenyewe akiamua kujitoa asema hiyo haina shida. Kwa hiyo watu wote wataweza sasa, waliochukua na kurudisha fomu kwenda kushiriki. Ndio maana nimesema hapa hakuna kukimbiana. Ila isipokuwa kama mtu ana dosari hizi za uraia na nini, hizi sasa atakaa pembeni. Kwa hiyo wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ambao wanafanya kazi chini ya usimamizi wa uchaguzi wahakikishe kwamba wale wote waliochukua na kurejesha fomu wanaingia kilingoni. Nimesema hakuna nini kukimbiana, lazima kieleweke. Sasa wasimamizi wa uchaguzi wataanza kupokea ratiba za kampeni kutoka vyama vya siasa kuanzia leo tarehe 10 mwezi wa 11 2019 hadi kesho jioni. Basi vile vyama mbalimbali vya siasa viweze kuwasilisha kwa wasimamizi wa uchaguzi kwa lengo kwamba kutengeneza ile ratiba jinsi gani vile vyama vitaweza kushiriki vizuri katika zoezi la kampeni. Manake kuanzia leo na kesho jioni zoezi mradi yule msimamizi aweze kupanga vizuri na aweze kukubaliana vizuri, basi kabla ya kampeni ambao tunatarajia ianze tarehe 17, swala la ratiba sasa likae vizuri kwa ajili ya kwenda kushiriki katika uchaguzi huo. Tarehe ya matukio na shughuli mbalimbali zinazohusu uchaguzi huu zitaendelea kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama nilivyosema, tarehe 17 kampeni inaanza, utaratibu kupawe. Tarehe 24 siku ya uchaguzi, utaratibu huko pale pale.